Ni maadhimisho ya kufa au mateso na kufa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo miaka takribani 2026 iliyopita. Tuko 2026, sawa sawa. Kwa hivyo hili ni tukio zito ambalo lilikumba dunia nzima kwa nyakati zile, lakini ni mpango wa Mungu wa kumtafuta mwanadamu chini ya jua. Mwanadamu ambaye alikuwa amepotea dhambini, mwanadamu ambaye alikuwa hafai. Mungu kwa makusudi mazima akaamua amtoe mwanawe pekee Yesu Kristo ili aje kufa msalabani na kufanya upatanisho kati ya wanadamu na Mungu. Na hapa ndipo kwenye kiini cha WRC. Hapa ndio kwenye kiini cha reconciliation hapa Juma. Swali lako limenigusa sana. Kwa sababu kama hakuna kazi ya msalabani hakuna upatanisho. Kama hakuna kazi ya msalabani hakuna mwanadamu kuletwa karibu na Mungu. Kwa hiyo Ijumaa Kuu kama ya leo haianzii leo, inaanzia siku kama ya jana ya Alhamisi, siku Yesu anakamatwa, anaanza kupitia msukosuko. Kina Petro wanamkana mara tatu, jogoo anawika, unabii unatimia wa Yesu kwamba kabla jogoo hajawika utanikana mara tatu. Lakini leo sasa anaangikwa msalabani Ijumaa leo na anakufa. Kufa kwa Yesu msalabani hakumaanishi mwisho wa kazi yake, unamaanisha ndio mwanzo wa kazi yake na mwanzo wa ukombozi, lakini mwanzo wa kuambia maadui zangu au maadui zake sasa nakwenda kuwa hai. Ndio maana tuna salamu hapa ya uwe hai, Yesu yu hai. Sasa siku kama ya leo ziko dhehebu nyingi, dini nyingi, hasa wa Katoliki hawali nyama leo, ila samaki wanakula. Niseme tu kwamba tunahitaji kushikamana kwenye Ijumaa Kuu hii na kila mmoja haheshimu imani ya mwenzake. Ijumaa Kuu hii itufanye kuwa kitu kimoja kama taifa, kwa sababu Yesu yuko msalabani anakufa kwa ajili ya wanadamu ili awapatanishe wawe kitu kimoja. Ijumaa Kuu hii kusiwe na matabaka yoyote ya udini, kwa sababu Yesu hakufa kwa ajili ya dhehebu fulani. Yesu amekufa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Hakuna Mkristo yoyote anayeweza kubinafsisha Ijumaa Kuu akaifanya kuwa ya kwake, au kifo cha Yesu msalabani kufanya kuwa cha kwake. Yesu alikufa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Ashukuriwe Mungu, kipindi hiki Wakristo asilimia kubwa wanamaliza maombi ya Kwaresma. Kwaresma ilikuwa ni toba. Ashukuriwe Mungu, mwaka huu tumepishana kidogo na Waislamu kwenye mfungo mtukufu wa Ramadhani au mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kipindi hiki basi kupitia Ijumaa Kuu Wakristo na Waislamu na hata wapagani, sababu wako wengine hawaendi msikitini, hawaendi kanisani, tuwe kitu kimoja. Tukaribishane basi kwenye Pasaka hii. Tukae kwa upendo na amani kwenye Pasaka hii. Tukumbuke tukifanya mabaya tunamfanya Yesu arudi msalabani. Tukumbuke tukiumizana, tukiuana, tukichukiana tunamfanya Yesu arudi wapi? Msalabani. Kwa hiyo ninaamini kabisa ndani ya Ijumaa Kuu hii ujumbe wangu utawafikia wengi sana kupitia waandishi wa habari kwamba nalilia umoja ndani ya familia, umoja kati ya dini na dini, umoja kati ya vyama vya siasa na vyama vya siasa. Kwa hiyo hii naomba ieleweke kwamba Ijumaa Kuu hii tuungane, tuwe kitu kimoja, tushikamane kwa mustakabali wa taifa letu na tuondoe imani za ovyo zinazotubabua. Maadhimisho ya miaka 19 yamepewa pia kitu cha dhahabu kwa sababu ya kule ambako tumetoka. Na ujumbe wangu katika maadhimisho ya 19, yeyote ambaye anaweza akasema anapitia mazito magumu, ninaomba kwa miaka hii 19 ya WRM ajiunganishe na miaka yetu sisi. Anaweza akaja kuwa na yeye kizazi cha dhahabu kupita kawaida. Na ndio maana kwa makusudi mazima tumeamua kulisha watu wote watakaofika hapa tarehe 19. Mpaka sasa tuna ng'ombe zaidi ya 8. Mpaka sasa tuna kilo za mchele zaidi ya 1000. Na hivi vyote vitakwenda kutolewa bure. Yaani tutakula bure, vinywaji bure. Kwa nini tunafanya bure? Kwa sababu Mungu anataka akawabariki watu wake. Yaani kuna watu ambao aidha walilishwa vitu katika ndoto na mashetani na majini, au walilogo kwa maneno. Wakafanya vitu vibaya kwa maneno. Kwa hiyo
wakati sana kwa wale ambao hawajawahi kufika Kivule Matembele ya Pili WRC, mlikuwa mmeizoea kwa WRM, karibuni sana tena. Tunawakaribisha Jumatatu ya Pasaka, tuna maadhimisho ya miaka 19, umri wa kijana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu pia kwa kazi nzuri, kama mnavyoona, kwa neema ya Mungu tunazidi kusogea na anatuwezesha. Karibuni sana sana sana.